celebrate Jesus this morning. Asante Yesu, maana tunaishi kwa sababu uliishi. Tangu mwanzo tuna amani, maana una amani. Okatayarabayanda, tutatawala maana uliyetawala kutoka enzi za kale. Wewe ndiwe uliye ndani yetu, tutatawala pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Wamama watatawala na wewe, wazee watatawala na wewe, watumishi watatawala na wewe, wandanda watatawala na wewe. Mashokataya, wandugu watatawala na wewe, watoto watatawala na wewe. Mashokatayanda bayanda akayanda bashanda, uliyetawala kutoka enzi za kale na hadi leo na milele utatawala nasi. Shandara bakandaba zokatara na boshia na gane neshokatara babazi rakatoko zetara barabazi. The Lord Almighty, as we continue to worship you and to exalt your holy name, Jesus. Oh, Makatayana Bagano, let every sickness, Lord, and every disease, Jehovah, disappear in the mighty name of Jesus. Let every barrier be broken in the mighty name of Jesus. Oh, Katayana Mashanda, wacha kila kisiisi kwa watumishi, kwa wandanda na wazugu, kwa wamama na wazee, kwa watoto kikaondolewe tunapoendelea kukutukuza na kukuabudu katika ibada ya leo. Shakatayandaba, wewe unayefanya mapenzi yako, tunakuhitaji. Fanya mapenzi yako katika familia zetu. Mashakatayandaba yando rokazokatarabayanda, tunakubariki. Tukazokarabayanda, tumekusanyika na kusudi mchana wa leo tukisema wewe yuai, ulishinda mauti. Mashokatarabayanda, kaburi haiko kuvumilia siku ya tatu. Mashakatarabasiaragane, tumekuja kukuinua. Naomba tuinue hiyo mikono yetu katika jina la Yesu Kristo. We have come along to exalt you. We have come to say you are already done. We have come along to say your word. You are our protector. In the mighty name of Jesus, you make a way where there seems to be no way. In the name of Jesus. Shakarabashonderebosia. Ora kamashanda rabazia. Woshe katarababasi katarabasia. Roba shonda basia rabagane. Unastahili Bwana. Oh Bwana. Woshe keterere bashanda. Ukanda bashetea. Karabasho karabazia. No one knows to like you, Jesus. No one knows to like you, Jesus. Rekazara bayanda. Wewe unaiweka hadi zako, tunakuinua, tunakutukuza, maana unaweka hadi zako, unasitimiza katika jina la Yesu Kristo. Ziterere bashala barabaya. Jehova ndiyo jina lako. Jehova ndiwe Mungu wetu. Jehova
Promise keeper, you are worthy to be glorified. You are worthy, oh Jesus. You are worthy to be glorified. You are worthy. Thank you, Lord, for this day. We magnify your name. We adore you today. And we thank you for these children we have. We thank you because of their destiny. We thank you for their future. We thank you because of their parents. Lord, bless them. Even now as they learn, let your blessing be upon them. We pray for each one of us today. As we hear your voice, let our lives be changed. Let our lives be transformed. We give you thanks, O God. Anyone that is near and far, let the influence of your word change them. In Jesus' name. I want you to give a clap to Jesus. Hallelujah. Give a clap to Jesus. Thank you, Sunday School, because of your learning today. May the Lord bless you. Asanteni sana. You can go to the class. You can also sit somewhere in front. And the Lord will bless you. I want to welcome you to this service. It is a great time in the presence of God. What a pleasure to join again. My name is Eliphas, and I am saved. And I want to welcome you to today's service. Wherever you are, I want you to be ready to partake what God has for us. The Lord will bless us. I want to kick off with the word of God, so you can set yourselves. Thank you, worship team. I want to speak today about the greatness of God's character. How great it is to have a godly character. That's what I want to speak today. The greatness of godly character. How great it is. Is it a special thing? That's what I want to speak. And I hope you are there now. I want to say that character is the platform of rising or falling. If you will go up or you go down, it depends on your character. That's the platform you have. I want to take you to three characters. There is a man called Joseph. He rose, in my opinion, on four foundations. Number one, he had a prophetic call of God. God showed them dreams and visions that were showing Joseph as a big man in the land. That was the first thing. I want you to know, you already have that yourself. By the time you got saved, you got into a serious call like Joseph. And he saw great things. So I knew that the dreams of Joseph were big in dreams, were godly dreams, and the visions he saw, even when he was in prison, they were great things. Those are two things that made Joseph great. I know you have a call,
Mbiyo na mweto. I know you have a dream. Awe na kiroto. I know you have seen visions. Bieno na tabionaki. Even if you have not seen, na kinoko tibionete. You have a vision for your life. We na kiona kiyotoro bwaku. It's something you want to do with your life. We ntoko anda kuroga toro ni. Number 2. Kamire. The next thing that made Joseph great. Kento kega temira Joshua tiko monene. Is that he was morally upright. That speaks to his character. He was given an opportunity to sleep with the Potiphar's wife. But he said no. I am of a different character. That uprightness is a pillar for Joseph to rise. Many of us, we already have the core of God. We are already saved. We have seen visions. We want to become great people. Great people. We want to become great family. We are called like Abraham. That his name will be great. But we need something else. Joseph was morally upright. One man who preached for many years ago, and I have never forgotten. We had a preacher called Walter Mido. He is a preacher from Kaimosi. He used to come to preach to us in Eldoret. This is what Mido said. You cannot say that you are not a thief until you are given an opportunity to steal, and you don't steal. Joseph can say he is not immoral because he was given an opportunity to be moral, but he said no. I want you to know Joseph did not become great because of dreams only and the core of God. He became great because of character. Number 4. The fourth thing that made Joseph great is a character of stewardship. Joseph saw an upcoming famine in Egypt. He saw an upcoming famine. And he said, we need to farm properly and they keep things in his store. I need to confirm that scripture. I'm not confirming where it is written. But there is something said. Joseph said, when we harvest, we need to keep 20%. Every time we harvest. And they built the stores. And Joseph was told, who can take care of these things except yourself? It is Joseph that was the steward. He cared for the things. He never stole. He never misused. He became a good steward. And that's how Egypt was not in anger. And Joseph became a man who was the second in power in Egypt. Why did he become great? Number 1, he had dreams. He had visions. Because also if you don't have a vision of God, the other things will fall apart. But where do visions stand? On a character that is properly founded. Your morals should be good. Even if Joseph was a steward, but he was immoral, he would have been deported to Israel because of the moral character. But this man
ene mtoyo went beyond morality. Avira korokania nkorokio maramari. And on his day life, Na kero toro bwake he became a steward. atwe kama menyeri. What does that mean? Ukuwata. It means what you have, Ikuwa kiwe na kio. take care of it in a godly manner. Kemenyere na njira cha kio Mungu. That's what made Joseph great. Iwe atembire Joseph atwe monane. There was another man Kwa na ndombange. called Samson. Aeta wa Samson. He had the same call. Ale na moto wotoju. A great man. Mto monane. He that will begin the deliverance in Israel. Ora mbero kora kwa Israeli. That was the call of Samson. Unu ale moto wa Samson. The Bible has never seen Bible toro ya a man like Samson. Mtongeta Samson. A man who would carry the gate. Mtae kama tangeti. A man that would kill 1,000 people with a jawbone. Mtake araranto ngiye mwana rode arwa mpunda. A man Mto. that will not be restrained. Mtatamba kodhaikeka. A man Mto. that would hold the pillars of a building. Mtawatara ituge vya nyomba. That was a ghorofa building. Nyomba ta magoroba. Anashika Akawata ituge. na inaanguka. Akainenya kawa. That's a man with a call. Oyu mto ena mweto. That's a man with the power. Mto enanya. But this power of Samson Endo inyene Samson. had problems. Ya ena dhina. It got into some problems. Ya kinyere madhina. Some of you are saying, Baba rupemba I am liwa. not Samson. Diwe mte Samsoni. But I want you to know Ende ndo menya. this power Inyeno. is equivalent Ega nene. with the blessing you have in your life. Na idari mobiwe na dio toroni. You have energy. We na inya. You have understanding. We na umenyo. You have education. We na kithomo. You have money. We na mbia. You have a family. We na mushie. You have land. We na kithaka. I want to tell you today, Penda kwera mbi. each one of us Kwa kila mosheto. has something Aina gento. that is special in their life. Kia mwanya toroni mwake. And the Bible says, Bible kauga. Samson Yusufu. Samsoni. got in trouble Aya the nani. because of one group of people Nonto wae kundike moyantu. and one nature of a character. Na mutuo moe wa metuo. The man Mtu. loved women. Nendia kamo no. He loved women. Nenda teaka. Even the time he was lifting the gate, Anaiwa koraga ngeti. he was with a prostitute. Ale me maraya mona. That man, Mtoju. out of that issue, Ai kumane na manto mamu. he was in trouble. Ai de ya de nani. It has been said today, Itweke kaga mde. leaders of big companies, Atongo yaba makampani mama nene. leading places like World Bank, Bage tongo ya yendo ta World Bank. levels that you cannot imagine. Iwango tamba we shiria. I want to tell you, Enda kwera. those people out of their moral character, Anto babu kumanye ke mutuo wao. they have gone back home. Mbaye ndo kaga muchie. I want to tell you today, Enda kwera. Samson Samson. lacked the platform of character. Agire kinyikia mutuo. That there is no character. Atewetia mutuo. This man went down. Na wire. In fact, people know Samson with failure than success. Omanto baiye Samson na kuremero ankoro kia bora umbire. But he finished strong when he thought about himself. Ene na rekiye nenya ago edoganiria. You might be far, Na wewe koraya there is hope. kwena mweregiro. Those who preach Barabo njagia about the destiny, kene bia they preach about the destiny connectors, baraya igororia baba kuwatita na yana mudia. destiny hijackers, Baraba taga mudia yanto and now there's a new one I hand. na kwena mangenda igiro magero. Destiny terminators. Na baraba diragia media choe. They don't just hijack it. Tiaba meteka bamewata au mewate. No, Ale. they terminate it. Iba mediragia. So they say, Pauga. the leader is a destiny terminator. Awandarira imodiria media. I'm sure when I speak like that, Ngote kendario. sisters may think that there is a lot of holiness on their corner. Na araya na baishia kwena odharumo no bande yao. But I want to say like Mandubuko, Enda ndakuwa tamandubuko. the leader is not a female spirit. Ndarira tikerundu kia moka. It is a spirit. Ikerundu. What am I saying? Hangu hata. Hero Kerundueku. inaweza vamia wamama na wazee. Nake kido kere mamami na akoro. It is just a spirit
spirit ikerundu that you need to overcome. kiraba tigotoria And tell yourself, na webere the leader will not rule me. ndarira timbaga Whether woman or man, wewe nde mtu murume kamuka I will not be ruled. mtiathwa. I want to step in the New Testament characters in a special way. ndenda utonya kirikaniro giki yero na mutuo na njira mwanya. There is a man kwena mtu in the New Testament. kirikaniro kero His name gito riake is Judas Iscariot. aetawa Judas Muiskarioti. Some of you think Judas was a special man. bamwe to baechiraia Judas yari mtu wa mwanya. But I want to tell you how great Judas was. endenda kubwira bura Judas yari munene Among the disciples of Jesus. kire katika rutoba Yesu. We are not told the work of some of them. tora wira ya bamwe bake Bartholomew, Thomas was just doubting. Thomas wira wanakararagia Andrew, but ende we are told itwera wa that Judas was having a responsibility. na ari na wira rutaga Wachanani na kazi sasa. tigana na wira ndi Ili alikuwa anafanya. ira rutaga. I want you to know how Jesus called his disciples. Yenda bumenya bura Yesu etira rutoba bake. He prayed at night. Arombaga utugo. He prayed the whole night. Arombira utugo bunda 12 hours. mathaa 12. In the morning, rokere he stepped from the mountain akagoroka kuma kirimani and he said, nauga I am now calling my disciples. kangweta rutoba kwende Peter, Petero, Bartholomew, Andrew, Judas, James, Jacob, Judas Iscariot. Judas Iscariot. I want you to know that Judas was called by God directly. He was not sent and dreamed. Judas was called better than Moses. Moses saw a fire. But Judas was called by God himself. And he was part of the team. He was taught for 3 years. Imagine. That is a degree in some international universities. Even here in Kenya. Degree inaweza fanywa na miaka 3. Degree ya kweli. Now Judas and Jesus degree. But there came a problem of his character. At the very end, the devil visited Judas like he visited Eve. And the Bible says, when the spirit of the devil entered, in fact, when the devil, now see roho ya shetani kama ule wa Eve akaingia Judas, akajaribiwa, akapewa pesa 30. One of my brothers yesterday told me, I don't know, Getuma, when did you read Zechariah last day? That is Zechariah and prophesied ate Yesu ataushwa hizo shilingi 30. Ate Yesu akaendwa shilingi 30. Alikuwa ametabiri the amount. Naroretie kigina kira kendwa. Judas hakusoma. Judas atathoma. I want you to understand. Ndenda menya. You can be great. Na uwore munene. Like Judas. But your character ende mutugo waku requires you to sustain that goodness. Ovatigo wetegeria oatera oraibuna kiene kieku. Great call. Mwetoji munene. But people go down. Endanto bakawa. I am preaching very normally. Ndunje watawedera. What is ngondele character? Imbera to weta mutu wake murungu. Hii tabia ya Mkristo ni gani? Tabia no to weta ya Mkristo ni ko. Will sustain you until Jesus comes back. Ko mbido wetera mangale Yesu akaya. The Bible says in Galatians 5. Galatia 5. But the fruit of the Spirit matunda makerundu is love, iwendo, unbeliever,
Mwetekia a Christian Mukristo should have love. na batikoena wendo. This is what Patrick preached to us Oyu Patrick atunjeria at some several sermons ago. mtumeri imwe nkoreku. Number 1, Kiambere he said, augire love suffers long. wendo ibotema othena gitarera ya It is kind. ibwawe bokiao It does not envy. potio yabo kemeneria It is not proud. tiba mweteo It does not become rude. tiba tweka mtomo okwaria nae It is not selfish. tikwebenda It is not provoked. tiko kuchohoshana No, it is never provoked. etiomba kuchohoteka. That is correct now. I will repeat when I'm preaching now. That's It okay. thinks no evil. Etirodaga wedia It does not rejoice in iniquity, etikena yerare weia bokorodwa but rejoices in truth. ende nekena wendi bokena gira uma. Let me ask you, Kankurie do you have love? wena wendo Do you have love? wena wendo Nirudishie tusirudishie neiba yako. nchokerete ochokere muturi Uko na upendo? wena wendo Wena wendo? kona upendo Wacha nikuulize sasa, uangalie kama uko na hiyo upendo. kuria raidire kawe na wendo bubu Mungekuwa kama ninyi ni wanafunzi wangu wa shule, kwa boita tabaka bachukuru ningewaambia msimame mbwira burugame na msisimame. abudikarugame Alafu ende nikisema kitu ambayo huna, ndawale ndokera wiyo tiena kyo unaketi. wakarambe Tuone ni wangapi watabaki wamesimama. tuone bana bagatigara barungi Ya kwamba upendo ate wendo unavumilia. ibo magiria Huyo mtu mko naye, mto ibo noe unamvumilia. no magiria we Au watu mnafanya na wao kazi, anto abo kurutana bawera re mnawavumilia. no ba ko baomeria Halafu inasema yachoka ugai upendo huwa na huruma. wendo wekiao. Mmewaisikia watu wanasema ati mshipa yao ya huruma ilikatika. Rai wantu bakuwa mokia wa kiano agitokira Mmewaisikia mtu kama huyo kwenu? rai wa mtu toyo akialiogu Yaani mshipa ya huruma ilikatika. mokia wa kiano atwekira Kama ni yako rundisha saa hii. okay wano aku atwekira chokia baino Ishikane. ewatane. Number 2, Kabiere ya kwamba upendo hauna maringo. ate wendo botiewe kumia And it is not rude. na tibwa kwale nae Utitogotaga buwe la wogu. inaitwa hiyo Imagine tesirie wewe mnapenda tafadhali. wewe wena wendo. Number 3, Kabitatu it says iwaga it is not provoked. botiomba gochogocheka. Yani wewe unaletewa fitina ukabarua lakini nakaa wewe uwezi pewa fitina uchukue. na wabarua tweka utiochokia mbara Uwezi uziwa fitina na waretera mbara utiochokia mbara inakuwa wewe hapana. katika wewe. I want you to ask yourself Tenda weburia whether we are on the road. kana tu barabara But the fruit of the spirit ende tunda yake rundo is mu love, iwendo is joy, iye keno is peace. no ile Vitu vitatu intobitatu ya kwamba unapenda, ati nwendete wewe ni mtu wa furaha, wewe mtu wa ekeno na wewe ni mtu wa amani. na wewe mtu wa thiri. Hiyo ndio kitu imekosekana. Kiuga endo weke agite Watu wengi andu baingi si wa kuleta amani. tiba kureta thiri Ili ulete amani kenda ureta thiri ni lazima uitikie. na wetegerie Saa ingine kufinywa kidogo, itarenge kunyerua saa ingine kusukumwa kidogo, enge utindekwa lakini amani inabaki ndani yako. ende there akarandani yaku It has to be patient nawe ena kwetera and kindness na kiao and goodness, na wega ya kwamba wewe ukiangaliwa ati wewe araithwa watu wanaona wema. watu bakona wega And there is another one, na kwina kingi faithfulness, kwetegeka ya kwamba wewe ni mwaminifu. ati wewe mwetegekwa Watu hawezi kuogopa andu batiomba kuonoka ati wakikuachia hii maua bado bagotigera mawa mama haitakuwa hapo kesho. wewe matiethirwo Ati wewe ati wewe ukiambiwa wairwa wewe ndio utakuwa unaimba kwa hii microphone, igoka wakina na microphone ino hakuna siku hii microphone itakuwa bila mwimbaji. utientu microphone imeka mtakuina nio Ati ukiambiwa ati wairwa wewe wao
ni wewe utapangusa viti ya laini hii. Yora pangusa ite bandeno. Ya kwamba wewe utakuwa mwaminifu. Ati wewe ugetekeka. Salimiana hivi. Tukadha nini? Nani walikuwa kanisani? Bawa kanisani. Siku moja nilihubiri nikasema, tuwe mwana ujijenda uga. Kuna watu walikutana. Kwena ndo walikanire. Wana Kimathi. Wakasema, bauga wafunge kanisa. Bainga kanisa. Hiyo kanisa ifu. Kanisa runingwe. Waliona hatuendeshani, wacha tufu. Bora tubia netiende kaba tuinge. Hiyo siku tuwenu kulikuwanga na mzee hakuwa kwa hiyo ibada. Mkwale na mukuru atale ibada ntuwenu. Huyo mzee alikuwa wapi? Kuruyo aliko nyumbani. Alimuchie. Lakini ende kazi yake kwa hiyo kanisa, wira yake kanisa yenu ilikuwa kupiga kengele. Yale wewe kulinga kengele. So, nafikiri alikuja akapiga akarudi nyumbani. Wewe ajira linga kengele adimuchie. So watu wakakuja wakasema tufunge kanisa. Anto baba watu kanisa. Ule mzee ukurura hakujua, atamenya, akabaki kwa uaminifu wake. Akarategete waboretegetie. Akakuja Sunday iliyokuja akapiga kengele. Sunday ninga linga kengele. Watu wakauliza, ndo baulia kwani kulikutanwa tena? Wakasema turundi ama kama ale kanieka ile watu choke. Wacha tuende tuone. Kato dino to kone. Kanisa ikaimbwa ibada na ikaendelea. Kanisa ino ibada na iendelea. Iliendelea kwa nini? Ya dhigija na Amerika. Kulikuwa na mzee mmoja. Kwa na mukuru mwe. Mwaminifu. Orali alimwetegwa. Mmoja mwetegwa umwe. Mwaminifu. Umwe. Salimiana hivi. Tukadhani. Ebu mama simama. Simama. Amina. Huyu mama, mami huyu, wakati tulikuanga wachache tukiomba hapa ndani. Leo twaiba tare tukiromba gandeni. Ukikuja kuconduct maombi mama Mwenda, wewe utongolia maromba giromenda. Unamkuta. Amwiragira. Unapata nguvu kwa wataili. Unaona uongozi viti. Sidi waaminifu, wetegeka. Ukiwa tu mwaminifu natia wengine nguvu. Wewe mwetegeko wekagira baba nginya. Weka watu nguvu. Wekagira nto inya. Si ndio? Yes, mama Mwenda anajua. Mama Mwenda anakomenya. Siketi mama. Kama karandi. Mama Mwenda. Mama Mwenda. Wacha niwaeleze tu. Kama hata yeye ametueleza. Ndo no tuira. Huyo dada yetu mwanaji huyo akai area akadwana. Atikara area akadwana wake. Akai area akajampao. Kwa katibu akajampa. Anakaa Makutano. Kala Makutano. Makambani. Kwa hivyo ukimuona hapa, uwamuona alitoka wapi? Aumira wanagu. Na kila siku atatia nguvu ule anaongoza maombi. Na leo nde akinyaga ikirenya otongolete maromba. Si ndio? Poma. Kuaminika. Wetegeka. Unakuwa muamini? Wetegeka. Sasa Biblia inasema tukiwa wa Kristo. Bible yo tore ya Kristo ndi. Tuwe waamini, tutuweka ndoa wetegeka. Basi. Ndio hivyo sasa. Ubukole. Inakuwa ukitarajiwa ati weregerwa utapatikana. Ukawatikana. You will be found that day. Ukonekana weregere tontu wenu. Biblia pia inasema, Bible kauga. Godly character. Mutuwa wake Murungu should be gentle. Ubati kuwa wena kuenya. Upora. Inaenda pole. Ubati kuwa wena upora. Salimia Njero. Unajua naweza salimia Njero hivi. Wangele Njero. Si hata nyinyi mnaona hivi ndugu yangu. Abeti kwa ni murugajia. Lakini naweza mwambia hivi. Amuina inyogu. Ikuwe ni ingine sasa. Eteki okurukania. Nikusemaje? Kuata. Kuna vile unaweza salimia mtu. Kwebu ombokethia mtu. Hata kwa mdomo. Ana muromo wake kazima. Asikie yes. Aiwe akena. Na kuna ingine. Na wenkethi chinge. Anasema we. Akawa we. Yani unakuta upole umepotea. Ukaetheria kwenya kora kukura. And finally, amuthia self control. Kwemenyera wengwa. Self control. Kwemenyera wengwa. Wale wanaendesha pikipiki na magari. Baadhi ya pikipiki na ankali. Hiyo pikipiki yako ukielekeza kwa mto. Pikipiki yeni yako kamethimithia muro. Itakataa. Karega. Haiwezi kataa, itaenda. Itira kathi wano. What I am saying. Natankuga. There are things that we don't do. Kwena manto tutarodaga. Not because they are not possible. Tikuwa matiombekana. We have self control. Katwe na kwegitira wetu tuingwa. That is it. Iko kileo. Ukikuja watoto walienda Sunday school. Ana mbibadile Sunday.
Ukichukua ile kiberiti yako, ai kiberiti yaku uwashe, wankanie, utupe kwa mattress. ogera mattress ni. Itakataa kuchomeka? Kara yako ya. Ni wewe unakataa. Igo korega. Now, the Bible is telling us etwirao to exercise self-control. Torutibie wera kwegitiria wetu tingwa. Si ati uwezi kasirika. Tato tira yako dhura. Unakanya Wa dhura wakinya mianka ya mwanka okudhura. No. Kawali. I am not getting angry. Nigonti kodhura. The Biblia had to be serious. No, elirire made, ne adirire made. So that if you think those things above, hizo vitu nimesoma. Kenda waile mantuma mudago magu. Umewekewa breki huku chini. Nwekiritwe kirije na rumu. Ukaambiwa wairwa, when you follow the desires of sinful nature. Wara wadingata maebota ya mantuma weya. In other words, if you are not having godly character, kuba na nyerengo ko tena mutu wa Mungu, the results are clear. Mpumi isi kuonekana. Number 1, kiambere, immorality. Umaramari. Number 2, kiabere, impurity. Kwa tiemo da roko. Yes. Lustful pleasures. Kwa wewe kwerireria mantuma kende goro. Ukiona huyo, wana huyu unatamani. Kamurireria. Ukiona kile, wana kera kenge unakitamani. Ukarireria. Nani amewahi elewa ya kwamba mbasa nyingine zinakuanga mzuri kuliko hoteli? No woro menya kaita kamwe mbachi weche mbanguru ki hoteli. Hoteli hata zinazimanga stima ukifika jioni. Hoteli kainga na kinyichi wala yestima. Ama stima ni za kawaida. Kana stima na waira cha withira. Lakini bar ende na alaba mba ni hivi. Ndugu. Ni hivi. Ogu. Ni hivi. Wa ogu mata. Ni hivi. Mata. Niliambiwa na pastor moja hapa. Ndio mwedio mwa. Ya kwamba ate mulevi hata akienda kwa njangwa na kairwanda atajua pale pombe inauzwa karibuni. Hiyo siku tu ya kwanza. Na menyaga na ara kuwe na nchobirwa gerwa. Na nikaambiwa pia ndaerwa ati anajuanga mulevi ni nani. Kwa hiyo njangwa. Na naiye mulevi no na Rwanda. Nisakuambiwa Ncha kwirwa. Imagine. Teshidie. Dunia. Ndegoro. If you want pleasure. Okenda nkena. And last. Na mairirerio. They are available. Ichiko atekana. Siko kila mahali. Shebantu ande. Now the Bible says avoid that. Bible kawa tigana na mantu mamu. Idolatry. Udongeri. No, idolatry ile ya kuomba miungu. Kuromba merungu. Sorcery. Urogi. Austerity. Kwa hivyo tiomba kuthokia mtu. Quarreling. Kwa hivyo mtu akutheta. Njira sei. Rurido. Outburst of anger. Kutomo kama dhoro. Imagine. Hivyo ndio ameinterpret ni kweli. Outburst of anger. Kutomo kama dhoro. Yani wewe unaweza yani ukikasirika tu hivi. Okadhoro utu. Unaanza mwaga hiyo chakula yote jioni. No toro yebibia ndagu goro. Ukikasirika wadhora unaanza kata kuku wako watatu vichwa ndi. No yite mego chakubyo ngo bidato bidinga tene. Ate simekukanyangia chakula. Atire ngoku yo kinyanga hiyo. Hasara inakuja ile ya mama ya David. Ya achara era ya yuno David. Hasara kubwa. Achara era nene. Asira tu. Mudhuro. Imeku. Achara iko mudhuro. Kutoka pale. Omaru. Selfish ambition. Kwa wena mairiye make kwelendera. Ya kwamba nyinyi mkiwa na watu tu pale. Wewe na mtu wangu. Lazima kuna kakitu unavuta kwako. Kwena yento kuja wande akuwenka. Yaani lazima unaangalia ni nini yangu iko hapa. Wala ile ile kolimbio nkona. Ukiona hakuna yako, wanateka kuona. Unaondoka. Uko magu. That is selfish ambition. Yuko wena mantu makwelile ya makwetonge wewenka. And the Bible says and other sins like this. Na Bible kawa na maisha mange mamudhemba watoyu. Mnaweza ongeza hapo and other sins like na kuongera maisha mange tamamu. They are there. Mario. When we talk of ngondere character, leto kwaleria mutu wake Mulungu. We are talking about a ngondere speech. Tore aleria rwagiro ke Mulungu. I am moved from where we were. Kuma aratokore. Colossians 4 says verse 6. Colossians inya igambatu. Let your speech always be with grace.
Karu rwaria rwakuru ngoro kyanya rwena utugi. And seasoned with salt. Na rwekera chumbe, rwekera mushamo chumbe. That you may know Kenda omenya how you ought to answer each one. Kenda omenya bora bombo chokeria wakera mtu. I want you today Tenda mndo menya. teach yourself We dhomithie to put the salt in your speech. kwa kamulio wa chumbe kere rwaria rwaku. Na kwamba ukiongea Ate waria kuna chumvi kwa mdomo. kwena mulio wa chumbe kanywani. Kuna neema kwa mdomo yako. Kwena utugi kere rwema rwaku. That is Christian speech. Oguru rwaria rwa Kristo. Christian speech. Rwaria rwa Kristo. I don't know whether you have heard big people speaking. Ndiye kawa bantu bana na bakiaria. And they speaking in official capacity. Na bakiaria kiobisa. You discover No menyaga. they have some good in them. Baina mantu mega ndani yao. Look at how Paul wrote to Philippians. Baina o Paulo andekera Filipi. He says Awira he is always glad newi yake netarionde. because of what they did to him and other churches. No do amurodera na bakarodera makancha umange. Look at what he is talking of Thessalonica. Aina bako era Thessalonica. When we pray Beta arambire. and when we think of you, Areta bodo ganeria. we think with a lot of thankfulness. Dwe foto bodo ganagere nankado nyinge muno. That is what they say. Ugu baga. Look at Jesus. Aina yechu. Right, one church. Kyale nkera kanisa mwana. He says, I commend you Alebere nkobu waibwaga monto nkobore bwaga. because Monto. you tested the false prophets, Monti bwachami bwageriye iroria bya urongo. the false apostles, Atomo ba urongo. and they found them false. Na bwana iba urongo. There is some salt in the speech. Kwena kamuchamo kaero aliani. I want you to think about how you speak Denda udhuganya bwaragia. and ask yourself, Na weborie. hii mdomo yangu iko na chumvi kweli? Lurime roro akore rwena muchamo. And not Magandi salt, Na ti chumbe kuma na ala magandi. not Ken salt. Tiwa kuma kensot. No, Ali. it is that my speech Na terwaria rwakwa. is soaked with goodness, Rwena muchamo wa wega. salt, Rwena chumbe ya wega. grace. Otugi. Have you ever gone to a meeting Orothi muchemanio. and the people spoke whatever they spoke, Na anto bale wakebaririe. but there came a man Ende komera mtu. or a woman Kamwe kuru. that cooled the atmosphere? Ora akirie mpio waria rwao. Why? Iki. Just the mouth Nje kwari yake. which has salt. Waria wae na chumbe. This also means Iku wakaire. if you are a Christian, Wawe mo Kristo. the character should avoid gossip. Mutua waku no batire kuthuka nguto. Gossip Nguto. is, there is some people who have written what is gossip. Kule anto bandikite bamwe bandikite nguto imbi. They have said gossip Ogete nguto. is whisperer. Whisperer. Ikwali na kioye. Yes. Kwali na kioye. Yes. When people gossip, Deranto bakwali nguto. they don't talk in public, Patiara yeye anto bakegarwa. they speak. Barageria. Anauliza, Barageria bai bidanetie. naigiro mambo maituma. Nisikia mambo ya gituma. Amejifisha. Kwe bidete. Naigiro mambo mwana wala tabitha. Ulisikia ya mambo ya mtoto wa Tabitha? Hawezi tokea hapo kwa Tabitha aongee. Atiomba kumera wa Tabitha alia. Hapana. Yaani gossip inaitwa whisperer. Nguto cheta wa kwali na kioye. Ni vitu huwezi ongea. Ni ntotomba kwalia. Wengine wakiwa, Barabange bareo. mwenyewe wakiwa. Mwene unyo kwale nyareo. Now, Ero. the Bible is saying, Bayo kauga. avoid gossip. Tigana na nguto. Your mouth should have salt. Ureme wako batiko urena mochamo chumbe. The friend to gossip is slander. Mochore wa nguto Is slander. Slander, call it slander. Isiranda. Slander is talking the truth of somebody Siranda ikwalia woma wa mtu. with an interest to spoil his name. Ukienda na kudhokia rieto yake. Unataka kuharibu jina yake tu. Ulialia woma wa mtu lakini ukwenda kumwenyangia. For example, nitatumia Gituma. Ende taituma. Gituma simama ili waone uko na shati ya white. Tuma hao wameona aina sati ya white. Unaweza sema, Wauge.
Umeona huyo ndugu yeye anakujanga tu na white kanisani. Utikwa na ndugu yeye yana white yake kanisani. Point ni interest sio white shirt ni mzuri. Point yenene ti white. Ni kusema ikuwale anakuanga na shati moja ya white. Indo wala wa shati kamwe ka yellow. Lakini mnajua Kituma ako na shati nyingi. Kituma ni mwalimu. Ende buye tuna shati nyingi. Buye mwalimu ana alimu la nyingi. Yes, ni mwalimu. Mwalimu. Sasa hello. You can speak truth of your brother or sister. Na walia o maba mwala nyoka kama ywa nyokwe. But you have an interest. Ende we na ntobo akubo kwenda. Unataka kumwalibia njina. Kwenda kumwanyangereria to. Ndio hivyo. Urukuri. Keti Kituma. Keti. Unaweza hata amuka leo useme, okay kauga. Kwa mama fulani walipika chapati leo. Mami bana bawira chapati mde. Utaki kutuambia walipika chapati? Utikwa ndatore bawira chapati. Unataka kutuambia ndatore mwaka yote mwaka mugima hawajawahi pika, ni leo walipika. Ndiake batorugire batoro baruga. You have abandoned interest. Wena mubango wako muthuku. Unaweza amuka na ukire. Unasema kauga. Niliona fulani na 200. Bani nganya na magana maire. Utaki kutuambia 200 ni chakula mzuri sana. Tukwenda twera magana maire nilio biaga. Unataka kutuambia ndakuwa hajawahi pata 200. Atoro na magana maire. Bad motive. Mworo to Now the Bible says Bible kauga. In 1 Peter kire Petro ya mbere 2 verse 1. Chire imwe. Therefore rend yourselves. Deru winde emenyereni of all malice. Butani udhokubunde and deceit na urongo and hypocrisy na wekwetwa envy urorido and slander na kwaria mathuku mantu every kind. Mutigo gundaura. There are some few things I checked from Proverbs. Kwena mantu matara ndone kire buku ya Juno. Inasema eriwa a soft answer. A soft answer. Ichokyo ria araka. No, soft opore. Ichokyo ria okireru turns away wrath. Ibwe ngatagia kirumi. Wrath mudhuru. But a harsh word ende kwaria gwao kuthuka stirs up anger. Ikurugaga muthoro. The next one. Kiugenge. Whoever keeps his mouth ora omenyagira muromo wake and his tongue na rurimi rwake keeps himself out of trouble. Nabe igaga gataria na thina. This is the one I saw interesting. Igondonie ke gaunguya. Even a fool na kinyakia who keeps silent ora karaki is considered wise. Na tarawe mugi. When he closes his lips, bera atumie muromo wake, he is deemed intelligent. Na uyaga aina uge bwingi. Najua unafikiri mjinga yeyote tu. Bwengwe siria kia mtu wanda ora tu. Imagine mtu kama mimi. Siria mtu tani. Niende kwa mkutano ya tuseme ya Ruto. Ndimo chama na mtu wa Ruto. Na wanaongea na iba kwalia mambo ya kujenga standard gauge hewe kwenda Uganda. Mbakwalia boba kanjira nene yankaresha moki kuma Kenya kwa Uganda. Bakalia mantu mambia, mambo ya meto, mantu machuma, mambo ya train, mantu gari kuga mongi. Ule wataomba loan. Ko na wakaruta mbia. Na mimi niko hapo. Ande hagu. Wakiongea, akialia sema yes. Tukitoka hapo Tomagu hata Ruto anaweza fikiri niko na wisdom ya kuniita next time. Nikiuma na Ruto no athaka no echirende na kawogia mbako mbeta roni. Ni saa sikupata ya kuongea saa hii. Itha atona tampere cha kwaria thariru. Kile ataelewa. Kirata kimenya. Sijui kitu kwa hizo wanaongea. Utele ndongo watu na kemo kwa kwaria. Even a fool anakia who is silent. Oki. He is deemed intelligent. Natara wa ai moge. Acha nikuwapatie wisdom. Kambo ya wewe kidogo. Sio lazima urespond kwa every discussion. Twa mwanka chokero alia runda ro. Sio lazima uchangie kwa kila mjadala. Twa mwanka urutira mbole kemo alia runda. Unaweza nyamaza, baokire. Uende nyumbani. Na wenoke. Sasa Ndivenda yuko Kimathi, wewe ndiye niko na wewe na Gitonga. Ndivenda atirio Gitonga na Kimathi yetu nawe. Samani. Katene. Wazee walikuwa wanaenda kwa Garu, wanaenda kuongea. Akoro ibathia ko baragiria Kigaru. Unajua kuna wazee hawakuwa naongea hata neno moja kwa hiyo mkutano.
Koya koro bataraya na agu byodora no libumu chema. Wananyamaza tu. Baka iwa akira. Lakini wako. Ende baleo. So watu wengine wanaweza fikiria tubangura bachirie ule mzee ni very wise. Mukuru wa moge mono. Lakini labda hakuwa na point. Na wimbo atakwenio By silence. Na ukio wake You are deemed wise. Wataraniwa we moge. Sio lazima uongee. Twa mwanga walirie. There is another scripture that says kwena ya nikolengeriwaga. In the abundance of ones kere winge wa migambo. Sin is not absent. Sin is not absent. Maya utitwe kama material. Kutaongezwa kachumbi ya maneno, kukongerwa kamulio ka migambo, kauongo katafichwa hapo, kauongo gatonyerwe. Tuache hapo sasa. Tigere hapo. I want you to say, understand. Ngondre character mutugo ke murungu is calling you to behavior. No eta ke mutugo. Bible says, Bible kauga. And so dear brothers and sisters, na kereru endo bakwa, I plead with you to give your abundance to God because of all He has done for you. That is Paul in Romans 12. What am I saying? Sisi unajua saa ingine ukiambiwa kuwa na tabia ya kiungu unaweza confuse. Unafikiri ni koro ya pasta. Lakini Biblia inasema patieni miili yenu kwa Mungu kwa ile mambo amewatendea. Aliwaokoa, amewapea chakula, amewapea uzima. Kwa hivyo Mungu anasema peana mwili wako, sio kwa pasta, sio kwa dunia, kwa Mungu mwenyewe. That is where we miss it. When we think, when you are told wear decently, you think it is NGN speaking. When you are told speak well, you think ndini nasema. But I want to tell you, Bible is saying, give your body to God. And the Bible says don't copy the behavior and the customs of this world. I want to tell you straight there. Straight. Every community has their customs. But most of the customs, they are not godly. They are not godly. Many of them are violent. And fitina, kupigana, but that is not godly. People have wondered. Inueni mkono hivi. Watu wamewauliza, kwa nini Yesu alishinda dunia bila bunduki? All the other kings that conquered the world, they were having weapons. They were having war. Blood was being poured. But Jesus conquered the world without violence. That's what we are called for. We are called to be a family of God. I am going to finish my sermon. Naelekea kumaliza. I want you to pick a few things as I finish. That you are a product of your company. No, you are a product of your company. Ore machiaro ma kamboni yenu yaku. Wale mko na wao, barabo nabo utakuwa kama wao. Wakala tabo utaongea kama wao. Kalia tabo. So if you are wise, ukawole moge, what will you do? Urudata. Choose a good company. Sheria kikundi kiega. Paul said, Pauga bad company kikundi kedoku corrupt good morals. Akenya ngayame tuwera miega. Ukikaa na wezi, wakala namba utaiba. Ukaina. Ukikaa na watu wanatusi, wakala na ndo wao chengana, utatusi. Wachengana.
Ukikaa na watu ambao wanasengenya, wakara na mtu bato guto, utasengenya, ukagutana. Njero wewe ni mwalimu. Njero wewe mwalimu. Hiyo staff room, obichi mobu, wiki moja, kiume kimwe, ikiamua ni siasa, wabanga siasa, na uko ndani, ole awe takati. Sisemi utoke staff room. Tayo ume staff room. By the end of the week, mbele kiume kireka, utakuwa unaongea tofauti. Ukaokiaria ngurukani. Kuna mahali tulienda, kwa tuadhire, tukaambiwa, twaerwa, kuna mtu hapa anasema, kumtoyo kuga kuna msiasa mkubwa kwa ndani yake. Kuna mchiacho munene na randuli yake. Area hii tu sasa msiasa wa Nairobi yako na ndani yake. Wako enda liwa mchiacho wa Nairobi aina randuli yake. Ile ilifanya tufikirie ni mambo tofauti. Kila atemia to shirima mtu wadha kangurukani. Huyo msiasa si wa kawaida. Mchiacho yu twa withire twa. Si hao wawili wako juu. Tibaba ile bato bale guru. Hapana. Ali. What I'm saying, Mungu ale. Kikaa kwa kikao. Wakarae karoni Company. Kianto. You will speak like them. Okaria tabo. You will do like them. Karda manto tabo. You will finally change. O mwicho ni okagaruka. Niinulie mkono hivi. Kirenja. Unajua wapendo huwa wana backside namna gani? Niye enda machoka nyuma hata. They join band company. Patonya na ikundi bithoku. Wewe ni kijana, o mwana mwethe, una join vijana. Ogatonya na nana baithe ambao bara wanaamini Friday baitegetie Ijumaa lazima waende dance. No abathire mukatiko. Wanakuambia vile yes mukatiko. So wakirundi Monday wanakuambia vile walikatika. Bachoka Jumatatu bakwira abo bakatikaga. Wanarundi hiyo ingine wanakuambia. Bachoka nenge bakwira. Unajua utafanyaje? Niye mchonyo karota. Siku hiyo ingine utasema haukatiki lakini utaona. Wewe mko wantilie to katike ndathi kuona. Nitao nkona. Ukakae ukuu nao. Ukarakare wokionaga. Uone vile wanakatika. Ona boro katikwa. Useme na nikikatika nyumbani. Korenga katikira na wakona kumuchi. Sikatiki na mtu. Tiwa yote kuina noe. Ninakatika peke ya. Ndechonga ninka. So unasema kwa sababu kwako hakuna muziki. Ronto wako tena wimbo. Nitaenda huko lakini nitakatika peke yangu. Kazi noinonga anchongera ninka. Mwishoni mtakatika na wao. Wicho nibo wachonga nabo. Utagundua baadaye kama ya mwethiani wakikatika bagechonga hawaendangi nyumbani hiyo siku. Patiendo kanti wenu. Yaani utagundua mambo ni mimi kama ya manti maingi. Wewe utasema mimi nitaenda nyumbani. Baadaye utaona giza ni mingi. Awango kwa nkaeno ka awango kiona kainduka ruma. It is company. Ile kundi. The people you are with. Ke kundi yanto bawe nabo. That's what makes you different. Ingete maga ogaruka. On the positive note, let's go positive. Kato ike manto mamega endi. Mama mwenda umesikia. No mwana nuyetu. Watu wa ile kanisa yenu ya zamani. Anto bakanisere miyera mbere. Watu walikuja. Anto bajire. Hawajaokoka. Anto noka. Lakini hawataki kutoka hiyo church. Ene batikwa na kuma kanisa. Na wako na queue. Na bana buta. Kidogo kidogo. Wanini wanaokoka. Paka wanoka. Ni company eh? Hii kikundi. Hii company inasema Yesu ye. Kichundie ke kuwa yechu. Hiyo kanisa ya kina mama mwenda. Anza wanya kina mama mwenda. Au kwa unaendelea pia kama hujajaswa. Utadhi yambe utambo yule. Sababu ilikuwa inaitwa kanisa ya kiroho. Don't eta kanisa ya kiroho. Kiroho gani hii hujajaswa? Iro ene kweno tayo. Kwa mtu anajikaza hata mikutano anakuja youth conference hapa anakuja anajaswa. Toka kanyeri na kiodora no kiana baile akaya kenda oyurwa. Leo emde wengine wa hao ni mapasta. Bainge bababu emde nari. That a good company ate kikundi gantu bega can change you. No ayo kugarure. Can make you different. No ayo kugarure. And I want you to think about who are your close friends. Ndenda wewe ndo wanira uria achore baba ya kuwe baku bao. What do they do to you? Bakuruthagira mbi. And think about mimi huwa najifikiria vizuri. Niende shiragiria bwega. Marafiki wangu kabla niende college walikuwa nani? Achore ba kwa mbere ndi college bae bao. Marafiki wangu after that ni nani? Ndau ma college achore ba kwa bao. Nikihubiri miaka 5. Kiunja miaka 5. Ni nani marafiki zangu? Chore ba kwa bao. Nikiona hatuendi vizuri. Wana utiko ibwega. Nauliza. Kaiboria. Ni wao ama ni mimi? Iboe kaitio.
ninaamua kutoka hapo. Ngabanga kuthama hapo. You need to think nobati kuthugania about your company. Kire gikundi yaku. I am not preaching this point. Tikunya tomerie no. But godly character ende mutugo wa kimurungu should have godly relationships. Obati kwa wena ochora wa kimurungu and a good family life. Na metuwe mega ya ukoria mechie. The Bible has never changed. Bible tora garuka to allow etegeria immorality omara mali in Christians. Kiria Kristo. Whether married or not married. Oba bagurene kaba tagurene. People need to keep fidelity in their family. Mabati kwaiga utheru bwa meci yao. Bible says in Hebrews. Bible kwa Kiebrania. And the marriage bed na gitanda gya kyamurano should be respected. Kibati gutewa by all. Nanto bonde. And whoever will not, naora takigetea, there is an upcoming punishment. Kwena ekano kyareyete. So we need to understand. Itobati kwerewa. Real Christianity. Ukristo bungwa is what you do at your family level. Ibura na toroda muchieni yagu. I repeat. Njokere. Real Christianity. Ukristo bungwa is what you do at your home. Ibura roda muchi. We will speak that another day. Ukali yekuntuwenge. I want to finish by saying, how can you improve your character? Omba kudhongania mutua wa kwata. I have very good points here. Dena point mbega mono kwetio ngwata. Number 1, Kiambere. You need to discover obati komenya that you are a human. Ati wole mtu. Meaning, ikuga you are not perfect. Otiro gametega na gana. You have a room to improve. We na bantu akodondeka. I don't know whether one time. Ndeka itaremo. Me, I think that way many times. Niende shireye uhu itaringi. One time I told Getuma. Itaremo na Getuma. No, we were in a ministers forum. Twale kundini kia adokumi. So I said. Dauga. Hizi vitu watu wanafanya mbaya hivi. Mantu bakuroda madhoku. Kwa nini Mungu asikanyange chini hapa mwenyewe atatue? Imbye kugira Mungu haguruka wengwaga arekani nacio. Getuma akasema. Tumauga. Ni kama ataua watu wengi sana akifika. Ita aomba kura antu bainge muno agu. Akifika tu hivi. Akinyogu tu. Watu wengi watakufa. Antu bainge bagakua. Let me tell you now. Kankwirende. If God came looking for evil people. Ngai akecha yantu bathuku. Ili awaue. Kenda bauraga. Akiua ule mwizi unaona town anapaswa uwawe. Akiuraga mwambone na town abatikurawa. Atakuwa wewe muongo. Akura wewe murongo. Yani hakuna mtu atabaki. Otianta atigara. Mhubiri mmoja alisema, unjio moga. Watu wanaulizanga. Anto bauraye. Kwa nini Mungu ike murungu anafanyia watu wabaya ate maarda giranto bathuku mazuri mantu mega kwa fikira zao? Kwa madhani mao tusalimiane hii side. Tukethane bandino. Hapa. Yani Mungu akaulwa tere. Mungu anaulizwa hivi. Baba kuroda modhuku agau. Hao wanafanya mabaya hapa. Mungu barodagira mawewe iki. Bwana Mungu nawafanyia mazuri. Ndege to kila mtu atamenya. Kila mtu akujua. Wananweka ndeti mtu mwega. Hata huyo hata yeye si mzuri. Kuona kama mtu no modhuku no ndo imo mara maji. Unaona yule ni mbaya sababu ya usharati. Ukoona yule modhuku no ndo mama. Naona yule mwingine mbaya sababu ya wizi. Ende wewe wa mudhuro. Lakini wewe wa hasira. Utie bonawe mudhuku. Ujioni kwa mbaya. I want us to understand we are a human. Denda to menyatori antu. And we need to work towards godliness. Na tobati kodire unara Mungu ari. So number 1, Jambara. You need, if you know you are human, you need to listen to your character shapers. Obati kodikeria bara badonde karamutuwa waku. There are people who tell you are one. Kwe mtu antubakwira mugambo trying to improve you. Ukigeragia ukudonde kankoroki. Na nikusaidie. Na ngutethie. Usingoje warundie. Utietera bagucokeria. Let me tell you a good story. Angwaro wega. And a bad thing that happened to me. Na kingiga kingoga antikire. When I went to Spain. Ngo ina Spain. Before I went. Berendi. Tuliandikiwa message. Tuandikirwe tumiri. Inasema. Ikiwa. Hiyo area. Undokupo diete. Utahitaji kutumia mapu ya simu kujua kule unaenda. Watumira mapu ya thimo kenda na diete. Google Map. Na sikuelewa hiyo ni point very serious. Ntame age ntuka kyari. Mimi niliona nitajua. Yondo ni nkamenya. Kama unajua Nairobi kuna mahali utajua.
Uko wina yabu tutakimenya. Mmoja hiki kitu inasemanga utajua ujui. Uraiwa ndoa okamenya na otiyo endo tiyo kamenya. Nilielewa hiyo. Ndamenyire ogu. This is what happened. Ogu athekire. Nilipofika tu huko, ngokinya nagu, nikachukua taksi, nayo kia ngari. Sikugundua ndamenya huyu mtu wa taksi ili ajue ile nyumba tulikuwa tunakaa alikuwa anatumia Google Map. Kenda menya nyumba ya twakara agatumira mitandao. Nilipofika asubuhi, ngokinya rukiri, kulikuwa na mmoja wetu wa kutoka West Africa. Kwa na unge aumete na ala West Africa ya rugu. Yeye akaniambia, wambira alipofika hivi au kinyogu alinunua simu card ili atumie Google Map. Atugolira line athimo kenda atumira Google Map. Nikasema siku 3 nanunua simu card ya nini? Ndaulia ntiwira tu simu card ya mbi. Sikumwambia. Tamwira. Mimi najiambia kwa roho. Niongwira ki. Nataka kuambia wapendwa ile kupotea nilipotea huko. Ndakubwira kula kona ulile nagu. Hata kupotea nauliza watu unaweza jua nakaa wapi? Kule kinyako ule atu no menkaraku. Unaweza jua ninakaa wapi? No menyiko nkaraga. Hiyo place nayo lugha nyingine. Walia na ru ile na. Wanaongea Spain. Wale Spain. Ukiuliza mtu hauelewani. Wale ya mtu anapotiko watanira. Sasa nakwambia huko niliona nagu ndonire. Unajua nilijua sijui lini. Niyo ndamenyire ntiyere. Nilijua sijui nikiwa Kenya. Ndamenyire kwa nisharundi. Ndamenyire ntiko miango choka Kenya. Niligundua ndamenyire ule mtu alikuwa anasema alinunua simu card. Mtora mbera na ulia simu card. Na wale walikuwa wananiambia message. Na baba mbera ke message. Utatumia Google Map. Watumira Google Map. Walikuwa right. Ibale umani. Nilikuwa natarajiwa nderegiragirwa niongee na watu mbali ya mtu. Ile kitu ilikuwa imenipeleka huko ni kufanya presentation. Kile kaambite nagu ikothi kothi kuonania ku present. Nikaambiwa venue. Ndawa arao kalikanwa. Ilikuwa karabu kalikuwa kanaitwa Katolina Laboratory. Kaita waka Katolina Laboratory huko. Nikaenda huko wapendwa na miguu. Ndathi nona maguru. Nilipofika ngokinya list ya wale wataongea hapo wameandikwa. Ke baba kalibande kiagu. Sijioni. Tiko bwana. Kumbe programu ilishenjiwa ikatumwa kwa mitandao wale wako na network. Kwa huu programu ya chenjiwa ya tumira ke mitandao ke baba kwatikana. Nikaambiwa Daewa haiko hapa. Itiria. Iko kwa ile venue nyingine. Ke venue renge. Hiyo venue nyingine ni kama Caroli. Inenge tanara Caroli. Na wameanza kuongea. Abakwambia kwalia. Wacha nitafutwe. Kancheriwe. Ninapatikana. Ngo watikana. Mtu ana simu kandi ya siku 3. Mta tena simu kandi ya siku 3 inge. Nakwambia tikoira nilitumia maombi sasa. Aguno maramba natumire. Mungu saidia nisipotee. Burungu ndege ndikao. Usuri wapendo nikafika. Wega enda ndakinya. Nikakuta kuna Muganda alikuwa wa kwanza akiongea kabla amalize. Kwale na Muganda araya mbere arekia. Nikakuta mimi ndio next. Ndade iniwe ningokinya. Na sweat. Ngodidina. Na hema. Ngobeba. Hiyo shida yote ililetwa na nini? Ino ndo ya trimbi. Kutosikiza. Kulea kuthikeria. Tumia Google Map. Tumira Google Map. Nunua simu card. Jura raini. What I'm saying, sometimes people help us to shape our character. Antubama waba tutenda ya kuthondeka mitugo. They will not shout. Patigo kumukira. They will not repeat. Patichokera. Hapana. Ali. Kumbe kandi they are sent of God. Ile batume Mungu. Wametu beba tume. Unajua kwa kweli niwaambie. Kwa hiyo mambo ile niliona ujinga. Ndoni wa kununua simu kandi ya siku 3. Kugura laini ya ntuo idha. Walisema ukikataa masomo. Wagira wala ya mathomo. Utaona hiyo gharama nyingine. Hiyo gharama niliona. Ukona gharama yenyewe ingia mtatai mthomo. Niliona. Yaani wewe unakataa mawazo mazuri. Wewe kwenda madhogani mega uko pale. Oyagu. Our characters mutuo wetu need no kwenda for us to be very attentive. Kwa tuwe makini mno. Mtu hata anaweza kuambia dada, tunakula kinyama mwana ibe. Hiyo dress yako unaweza improve. Ndio no ulidonga mangie. Ama akwambie kana bakwire. Unaweza ongea pole pole. No wali kapora. Kwa sababu arundi no ndo atio chokera. Ama ufikiri mtu wa maana. Kana tiwe chiri mtu agitio. Kumbe ye shaping you. Kandiga ukuthondekaga. If you are a human, mtu know that you need to improve. Menyea no batigo change ya. Number 2, yabiri. in the human part, kire mtu
Do self-evaluation. Mimi nilijiuliza nilipotoka hiyo Spain. Hii kweli kupotea nimepotea. Kwa nini napotea hivi? Nilijiuliza nikirundi. Na shida ilikuwa no SIM card. Nilipoenda Thailand. Nilinunua kandi siku ya pili. Huko sikupotea. Hata nilikuwa naita pikipiki nibebe. Pikipiki. Can you imagine? What I am saying? Think about what you have seen and done. One time when we were in Mombasa, a man started talking about people from a certain country. Tukachangia. But when I was in the middle of this talk, I asked myself, could I be talking negative of this country? I repented when I went back to the room. Because I evaluated myself. If you want to change your character, my friend, evaluate yourself in the evening or after some time. You are a human. Number 2, use the right models to improve your character. Who informs how you do things? Nani huyo unaangalia? Look at the right person. You may want to get money, but look at the model of people who get money the right way. Don't look at the ones who get negatively. If you have wrong ones, change them. In fact, I want to tell you, when you change your models, you will see God aligning yourself with you. There are blessings in God cannot give you when you have wrong models. For example, if your models are people who get money badly, and you know they will use the money badly, God will not want to give you those monies because you may use the same way. But if you just change to have a right image, you are in the direction. Number 3, making God your standard of godliness. Don't say, I am so good. Always making God your standard. That will make you to live in a continuous improvement. Number 4, pray for your character. Those are areas people don't focus their prayers. Ambia Mungu saidia tabia yangu. Umesikia watu wakisema serikali saidia. Tell God to help your character. Tell God to help your speech. Tell God to help your motives. Tell God to help your company. And number 5, be filled with the Spirit and be led by Him, because that will give you a very good direction. This is how I want to finish. You can stand on your feet. And now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thought on what is true, honorable, and right, pure, lovely, and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. That is Philippians 4 verse 8.
Hallelujah. Amen. I don't know what you want to tell God about yourself. Timbio kwenda kwera mulungu iguru yaku. I will have concluded in about less than 5 minutes. Kawangulekirie ndarika 5 ugu. Less than 5 minutes. Mulungu ndarika 5. As we take worship, tukithathagia, tell God what you want to tell him in very simple words. Ira muro kwenda kwera mulungu na njira emkwe. Just tell him something. Wera gintu. Oh, shendaria na magaresha rarabo. Nitangulie Bwana, ninatamani kushinda. Nitangulie Bwana, ninatamani kushinda. Nitangulie Bwana, ninatamani kushinda. Nitangulie Bwana, ninatamani kushinda. Oh, tunaomba tuongoze, tunatamani kushinda. Tutangulie Bwana, tunatamani kushinda. Oh, tunaomba utuwezeshe, tunatamani kushinda. Tutangulie Bwana, tunatamani kushinda. Oh, tunaomba utujaze Bwana, tunatamani kushinda. Tutangulie Bwana, tunatamani kushinda. Oh, tunaomba utupe nguvu wewe, tunatamani kushinda. Tutangulie Bwana, tunatamani kushinda. Oh, ninaomba unisaidie Bwana, ninatamani kushinda. Before God and tell God what he wants you to change. How is your character? How is your speech? How is your behavior? How is your company? How are you operating in your relationships? How are you managing in your family? How are you managing with your husband and with your wife? With your children? With your business? With your workplace? The Lord is interested. I want to tell you, if our characters align to God, there is nothing God will not do in our life. In the name of Jesus. Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, we come to you as your people. When Isaiah came to you, he said he is a man of dirty lips. Lord, we pray that you may work on our speech, work on our behavior, work on our company. Those who are in companies that are not good, whether they know or they don't know, we ask you to avail them wisdom.
but also to scatter those companies, so that you give them the right company, and their lives can be aligned to yourself. Make us godly, that we may be like you, we may think like you, we may perceive like you, we may love like you love, become a family that looks to be real for God. This is what we pray. Where we have had weaknesses, we have strained and gone off. We have strained and gone off your grace. We have sinned. We pray, oh God, forgive us this day. Put us well in yourself. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. If you have a need today in the house of God, the God is here. I want to pray for you. Whatever need it is, lack of peace, illness, anything in your life, I want to pray that God may intervene, so that those who are sick are healed, those who are disturbed are peace, those who need God to intervene for something, He intervenes. Father, in the name of Jesus, I ask you for divine intervention in every person of this church. I pray by the Holy Spirit, Lord, come to their life, come to their heart, come to their family, come to their business, come to where they are, and I pray, God, let an answer come. There are people who are struggling in their businesses, struggling in their jobs, struggling to get jobs. I pray today, it is a day of your intervention. It is a day of you coming in. In the name of Jesus, I pray by the Holy Spirit, in the name of Jesus, Lord, make an intervention. Let the sick and be well. Let the needy get a solution. In Jesus' name. Lord, we give you thanks. We give you thanks. Just join the worship or join the prayer.
Worship you because every day you are ready to do good works. You are ready to do great works. We want to thank you, Jesus. Thank you for everybody. Thank you for the things you are doing. In Jesus' name we pray. You can have your seats in the presence of God. Thank you, worship team. Hallelujah. Hallelujah. We want to jointly worship God together now. We give our offerings to God. So you can prepare yourself so that we are able to give together. It's a great pleasure to be together in the house of God. So you can prepare yourself so that we are able to give to God. And the name of Jesus will be glorified. If you want your envelope, I know you can be given or you already took. So that we are able to give. Those who are online watching us from very many parts of the world, we are grateful that you joined us in this day. You can also worship God with us with offering. The numbers are on the screen. You are able to give. We are receiving your givings every day. And we are grateful. We thank God for the work you are doing. And we believe in the eternal blessings of God on your lives. I want us to pray now. Then we can start giving, as some of us also prepare. We thank you, Jesus, that we have a substance to give to you. And we have continued to give. Every Sunday we have your provision. So that we give. But also every day we get our daily bread. We are grateful, Lord. So as we give to you, we give with thanksgiving. In Jesus' name. Amen. If you are ready, you can move to your basket and be able to give. Yes, we thank God for all of you and what God has given to you. It is a big blessing. It is making the kingdom to do more and be able to accomplish a lot in the kingdom. May the Lord bless you. Tukabonekera kanya and giving is also a part of worship, so we want to purposely give it time na maruta igicunjikia kuthathaiya tukwenda kuibanga ni bwa kumunengera so that we are able to give God kenda tumba kunenganira kimurungu and the Lord will bless us. Mwathani atutharima.
So as I do what I'm doing, you are still free to give your offerings so that you are able to be blessed in God, and the Lord will bless you. Amen. 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 God bless you. Amen. Amen. I want to give you a few more announcements, and I will be blessed. I want to thank all of you for assisting in carrying the stones. You can clap for yourself.